Nashukuru Bwana siku ya leo nao Bwana ametupa na ili tukafurahie. Nashukuru Bwana siku ya leo kwa kukuja na atakuleta mahali hapa, utukufu wote ukamrudie Bwana. Nimshukuru Bwana kwa mahali Bwana na mahali tumefika siku ya leo. Kweli Bwana amekuwa pamoja nasi na tunaweza sema ya kwamba Bwana amekuwa Ebeneza katika maisha yetu. Na kwa hivyo siku ya leo ni siku nyingine ambayo Bwana ametupa na uko karibu sana katika jina la Yesu Kristo. Karibisha mwenzako, umwambie amekaribishwa mahali hapa na ajisikia akiwa mahali ambapo panafaa. Tukaribisha wale wako katika mitandao, wale wanatuona kwa Facebook, kwa YouTube, wale wanatuona kwa television, wale wako Amerika, wale wako US, wale wako mahali popote wapo ambapo wanatutazama. Tuwakaribisha katika jina la Yesu Kristo na tuwaambie shalom in the name of Jesus Christ. Kwa hiyo tunashukuru Bwana kwa maana Bwana ametupa mataifa, na Biblia inasema katika kitabu cha Psalms, niulize ama niombe mataifa nami nitakupa mataifa. Na kwa hivyo tunaaminia Bwana ya kwamba atatupa mambo makubwa, na mambo makubwa yako njiani na yanakuja katika maisha yetu. So mahali umekaa, hata mahali umekaa, usijione tu wewe ni mtu loko, usijione wewe ni mtu wa hapa tu Makeji ama mahali umetoka, lakini ujione wewe ni mtu wa mataifa, kwa maana umembeba mfalme wa wafalme ambaye ni Yesu Kristo katika maisha yako. So nashukuru Bwana siku ya leo, na nataka kuongea juu ya kitu tunaita kindness ama na jingine tunaweza sema neema katika maisha. Nataka tuangalie mtu mmoja ambaye alionyeshwa kindness na mfalme ambaye anaitwa Daudi. Na Biblia inasema ya kwamba Mungu alimchagua Daudi awe mfalme wa Israeli, lakini kabla Daudi akuwe mfalme wa Israeli alipitia kipindi ambacho kilikuwa ni kigumu sana, kwa sababu wakati Mungu alimtuma Samuel aende anoint David kama mfalme wa Israeli. Wakati huo kulikuwa na mfalme ambaye alikuwa amekalia kiti, ama ambaye alikuwa ni mfalme wakati ule, alikuwa anaitwa Saul. Na Saul wakati mmoja akajua ya kwamba Mungu amemteua Daudi akuwe mfalme katika nchi ya Israeli, na Saul akaingiwa na kitu inaitwa jealousy, ama akaingiwa na wivu ambao ilikuwa ni kubwa sana, na akataka kumaliza maisha ya mtu anaitwa Daudi. Na kwa hivyo kila siku na kila wakati Daudi alikuwa anakimbizwa na Saul, kwa sababu alikuwa anataka kumuua usiku na mchana, kwa sababu Saul alikuwa anataka ahifadhi kiti chake cha ufalme. Akasahau ya kwamba Mungu ndiye alikuwa amechagua Daudi akuwe mfalme. Na so Daudi kama akawa refugee katika nchi yake ile alizaliwa, na akawa anakimbizwa kwa wakati mwingi na kila siku na kila wakati. Lakini kuna kitu moja ilifanyika kati ya Daudi na mtoto wake Sauli, alikuwa anaitwa Jonathan. Na Biblia inasema ya kwamba Jonathan akampenda Daudi, na wakati Jonathan alimpenda Daudi, moyo wake akaupeana kwa Daudi, hata ingawa Jonathan alikuwa anajua Daudi ndiye anastahili, ama Jonathan kama kulingana na desturi, Jonathan ndiye alikuwa akalie kiti cha ufalme. Babake akiondoka, yeye ndiye alikuwa akalie kiti cha ufalme.
Lakini Jonathan akatambua ile mafuta, akatambua ile mwito Mungu alikuwa ameweka juu ya Daudi kama mfalme wa Israeli. Na so Jonathan akasupport mtu anaitwa Daudi, na moyo wake na moyo wa Daudi shikashikana kama mioyo ya brothers ama ya madugu, na hao watu wawili wakapendana sana. Jonathan akawa anasaidia Daudi wakati babake anataka kumuua, wakati babake anapanga kuua Daudi, Jonathan ndiye alikuwa anamwambia vile atafanya. Na Biblia inasema hapo mbele ya kwamba ukafika wakati, kwa sababu Jonathan alitambua mtu anaitwa Daudi ndiye atakalia kiti, akafika mahali akaambia Jonathan ama akaambia Daudi wafanye agano ya kwamba siku ile Daudi atakalia kiti ya kuwa mfalme, hatamaliza familia ya Saul ama atahifadhi kizazi cha Jonathan. Na mtu alikuwa anaitwa Daudi na Jonathan wakakula kiapo ama wakafanya agano la damu, na ile agano likawa linasimama. Na siku moja Biblia inasema ya kwamba Waisraeli ama Wafilisti wakaja wakakuja wakati Saul walienda kupigana na mtoto wake anaitwa Jonathan, wakiwa katika vita. Saul akauawa na Jonathan pia akauawa. Na wakati aliuawa, hao wote wawili waliuawa, habari ikafika katika ikulu ama mahali Saul alikuwa anakaa pamoja na mtoto wake. Na wakati habari ilifika ya kwamba Saul ameuawa na pia Jonathan ameuawa, kuna msichana ambaye alikuwa anafanyia Jonathan kazi, na yule msichana alikuwa anaitwa Mikaeli. Na wakati Mikaeli alisikia hayo maneno, akachukua mtoto mmoja akachukua yule mtoto alikuwa mdogo wa Jonathan ili akimbie na yeye, kwa sababu hawakuwa wanajua Daudi atafanya nini. Daudi atakuja kuwaua wote ama atakuja kuwafanya nini? Kwa sababu ya ile uadui ilikuwa kati ya Daudi na mtu alikuwa anaitwa Saul. Na so Mikael akachukua mtoto wa Jonathan anaitwa Mephibosheth, akambeba akakimbia na yeye. Na wakati alikuwa anakimbia, yule mtoto akachomoka kwa mikono yake na akaaguka. Na wakati alianguka akawa paralyzed, miguu yake ikawa iko na shida ama akawa paralyzed katika miguu yake, ya kwamba hawezi kimbia, hawezi tembea na hawezi jifanyia kitu yoyote. Hata ingawa huyu mama alikuwa anabeba huyu mtoto ili amsaidie, ili asaidie maisha yake, lakini kwa bahati mbaya ajali ikatokea na huyo mtoto akapata accident. Na siku ya leo nataka kutangaza na kukutangazia, katika maisha unaweza bebwa na watu wakubebe katika maisha, na katika ile hali ya kukubeba aidha kwa maombi, wakubebe kwa hali yoyote, wanaweza kukuangusha katika hiyo safari, aidha wakitaka kukuangusha ama wawe hawataki kukuangusha. Lakini huyu mtoto akapata ulemavu katika maisha yake, na ile ulemavu alipata ulemavu mkubwa. Na ninajua kati yetu kuna watu ambao wamepata ulemavu katika maisha yao kwa sababu ya kuangushwa na watu. Ukaangushwa kwa ndoa ukifikiria ama ukiona hiyo ndoa itasimama, itakuwa ndoa mzuri, lakini katikati ya safari ikaanguka na ukaangushwa
katika kwenye hiyo ndoa, ukaachwa na watoto, ukaachwa na mambo, ukaachwa na vidonda katika maisha yako, na vidonda ambavyo unaangalia unaona ni vidonda ambazo ziko na nguvu sana, ni vidonda ambazo zinakuremeza katika maisha. Ukijaribu kutembea unasikia ni kama hauna uwezo hata wa kutembea. Na Biblia imesema ya kwamba huyu mtoto alipoanguka ama alipoangushwa, akabebwa na huyo mama na akampeleka mahali panaitwa Lodibari. Na Lodibari ama Lodiba ni mahali ambapo palikuwa ni pa ukame, ama ni mahali ambapo palikuwa ni bare, ama mahali ambapo hapazai. Nataka uangalie mtoto ambaye alitoka katika ufalme, mtoto amezaliwa katika lineage ya ufalme, angelelewa na maisha mazuri, angepata kila kitu ambacho anahitaji katika maisha. Na sasa amejipata amepelekwa katika mji ambao ni mji autaza, ama ni mji wa utaza, ambapo hakuna kitu ambacho kinatokea. Na yule mtu amembeba akamlee, ni mmoja wa wafanyikazi ama ni maid wao, amembeba ili akamlee. Na katika maisha, wapendwa, kuna wakati maisha inaweza ikatuangusha. Kuna wakati mambo yanaweza yakatuangusha. Kuna wakati hata wa expectation, maono yetu, yale mambo tunatarajia yanaweza yakatuangusha, ama tunaweza tukaanguka katika safari na tujipate tuko katika mahali pa ukame, tujipate tuko mahali pa utasa, tujipate tuko mahali ambapo hapawezi pakazaa kitu chochote. Lakini wakati huo ni vizuri kumtumainia Bwana, ni vizuri kumgojea Bwana, kwa maana sisi ni watoto wa agano, na tuko na agano, na agano lile tuko ndani yake ni agano la Yesu Kristo. Tumeigizwa kwa agano, agano la damu, na agano ambalo tuko ndani yake ni agano la damu ya Kristo. Na Biblia inasema katika kitabu cha 2 Samuel chapter 9, Samueli wa pili, 2 Samuel chapter 9 from verse 1, Biblia inasema hivi: Now David said, Is there still anyone who is left of the house of Saul, that I may show him kindness for Jonathan's sake? So Biblia inatuambia ya kwamba Daudi akawa mfalme sasa wa Israeli, na wakati alikuwa mfalme akakumbuka kuna agano walikuwa nayo na mtu anaitwa Jonathan, na akataka kuonyesha ukarimu wake kwa huyu kwa mtoto ambaye alikuwa amebaki katika lineage ama katika uzao wa Saul, sio kwa sababu ya huyo mtoto, sio kwa sababu ya babu yake Saul, lakini kwa sababu ya ile agano ambalo Daudi alikuwa nayo na mtu anaitwa Jonathan. Akataka kuonyesha ukarimu kwa mtu wa familia ya Saul. Na ninataka kukuambia siku ya leo mpendwa, ya kwamba Mungu anataka kutuonyesha ukarimu katika maisha yetu. Anataka kukuonyesha ukarimu katika hii dunia, hata kama uko Lodibari, hata kama uko mahali panakaa aje, anataka kukuonyesha ukarimu,
kwa sababu tayari umeingia katika agano, na agano la damu ya Kristo Yesu. Sasa umezaliwa katika familia ya Yesu, ama umezaliwa katika familia ya Mungu through adoption, ama katika hali ya adoption. Na wakati tunaongea mambo ya kuzaliwa ama kuwa adopted katika ufalme, Mungu atatuonyesha ukarimu wake, na wakati tunapata ukarimu wa Bwana katika maisha yetu, kwa maana Mungu ni mkarimu sana na kila kitu katika hii dunia. Biblia inasema katika Psalms 24 ya kwamba dunia ni ya Mungu na vyote vilivyopo, zote ni zake. Hata wale watu wanaishi katika hii dunia wote ni wake. Na so wakati Mungu anakuonyesha ukarimu kwa sababu la agano ambao uko nayo na Yesu Kristo, ama kwa sababu ya agano lile umeingia kwake kwa damu ya Kristo. Na siku ya leo mpendwa, hata kama uko Dubai, hata kama uko wapi, Mungu hataki kukuonyesha ukarimu kwa sababu wewe ni mwema, kwa sababu umetenda mambo mazuri, lakini kwa sababu ya damu ya Yesu anaweza kukuonyesha, na atakuonyesha ukarimu katika maisha yako. Na Bwana anauliza siku ya leo, ni nani atakayeonyesha ukarimu kwa sababu ya Yesu Kristo, si kwa sababu yako? Daudi anasema anataka kuonyeshana ukarimu kwa nyumba ya Saul kwa sababu ya Jonathan. Yule ataonyeshwa ukarimu, hakuna kitu atalipa, hakuna kitu atagharamikia, hakuna mema atakuwa amefanya ili aonyeshwe ukarimu. Lakini kwa sababu Jonathan wako na agano na mtu anaitwa Daudi, anaweza onyesha jamii yake ukarimu. Bwana ataonyesha jamii yako ukarimu. Atakuonyesha ukarimu kwa biashara, atakuonyesha ukarimu kwa biashara, atakuonyesha ukarimu kwa afya, atakuonyesha ukarimu katika kila hali katika maisha yako, kwa sababu ya kuwa uko na agano na damu, ama uko na agano kupitia Yesu Kristo. Wapendwa, wakati tunaona hii maneno na tunakumbuka ya kwamba Mungu atatuonyesha ukarimu, na verse 2 inasema, and there was a servant of the house of Saul whose name was Ziba. So when they had called him to David, the king said to him, are you Ziba? And he said, at your service. Then the king said, is there not still someone of the house of Saul to whom I will show the kindness of God? And Ziba said to the king, there is still a son of Jonathan who is laid in his feet. So the king said to him, where is he? And Ziba said to the king, indeed, he is in the house of Machir, the son of Amiel, in Lodebar. Then King David sent and brought him out of the house of Machir, the son of Amiel, from the Lodebar. Na Biblia imetuambia ya kwamba wakati Daudi aliita mtu alikuwa anaitwa Ziba. Ziba alikuwa mfanyikazi ambaye alikuwa anafanyia Saul kazi, na wakati ufalme ulibadilishwa, akawa bado anafanya katika State House, ama akawa anafanya katika ikulu. Na wakati Daudi alitaka kuonyesha ukarimu wake kwa mtoto mmoja wa Saul, aliita Ziba kwa sababu ndiye alikuwa mfanyikazi. Na wakati aliitwa,
akaulizwa kama kuna mmoja amebaki wa nyumba ya Saul ili amuonyeshe ukarimu. Akasema kuna mmoja ambaye anaitwa Mefiboshethi, lakini mtu alikuwa anaitwa Ziba akaleta maneno ambayo hakuwa ameulizwa na mfalme. Akasema ya kwamba kuna mmoja lakini ni kiwete, na hiyo maneno hakuwa ameulizwa. Lakini nashukuru Bwana kwa sababu ya Daudi alikuwa anataka kuonyesha mtoto mmoja wa nyumba ya Saul ukarimu kwa sababu ya Jonathan. Hakuwa anataka kujua huyo mtoto amekaa aje, analala wapi, anakula nini, anakaa aje katika maisha yake. Ile alikuwa anataka ni amuonyeshe ukarimu. Wapendwa, kuna mambo mingi sana katika maisha. Watu wanaweza nena juu yako wakati baraka zako zimefika, na watu wanaweza peana mambo mingi ambayo yanaweza zuia hizo baraka sikufikie katika maisha yako. Wakiulizwa wanasema mambo mingi, wanasema vile haukusoma, wanasema wewe ni single mother, wanasema wewe hauna zile requirement ambazo zinatakikana ili upelekwe to the next level. Lakini nashukuru Bwana, wakati Bwana anataka kukuonyesha ukarimu katika maisha yako, anapita kila protocol ambayo imewekwa, anapita kila mipaka ambayo inawekwa na mwanadamu. Naona kama mtu huyu akimwambia lakini kuna kiwete, alikuwa anajua mfalme hawezi entertain kiwete katika familia yake, kwa sababu Daudi alikuwa na watoto ambao walikuwa ni warembo sana. Alikuwa na watoto ambao walikuwa na nguvu sana, na bibi angemwambia huyo mtoto ni kiwete, akisema wachana na yeye, nilikuwa nataka kumpatia kazi kwa jeshi ama mahali fulani. Lakini wakati vema la Mungu limeroketi maisha yako, wakati vema imeroketi maisha yako, kibali imekuroketi, hata kama uko wapi, hata kama umeumizwa kiwango gani, hata kama unarim katika maisha yako, uko na uwete wa aina gani katika maisha yako, Bwana atakutoa mahali pale na kupeleke mahali pa juu ambapo utafurahia katika maisha. Daudi alipoambiwa hivyo hakuuliza maswali mingi, akauliza ako wapi, akatumana yule mtoto akuja aletwe. Na wakati aliletwa, wakati huo Mefiboshethi alikuwa amekaa, amekuwa mtu mkubwa, na so hakuwa mtoto tena, na akaenda akaletwa hata before mfalme, akaletwa mbele ya mfalme. Na Biblia inasema katika verse 7, so David said to him, do not fear, for I will surely show you kindness for Jonathan your father's sake, and restore to you all the land of Saul your grandfather, and you shall eat bread at my table continually. So wakati mtu alikuwa anaitwa Mefiboshethi alikuja mbele ya mfalme, hata yeye alikuja akiwa guilty, akiwa anajiangalia vile anakaa, akiwa anajidharau, anaona yeye ni mtu ambaye hafai hata kwenda mbele ya mfalme. Na hivyo ndivyo watu wengi wako siku ya leo, wanaenda mbele ya mfalme ambaye ni Yesu Kristo, wakiwa na guilty, wakiwa wamebeba mizigo nyingi sana, wakiwa na zile vidoda ambazo waliwekwa
katika maisha, wakiwa nazo, wanaenda wanasimama mbele za mfalme, wanajiona hawafai hata kusimama mbele ya Yesu, wanajiona hawafai kuitwa na Yesu, kuitwa wana wa Mungu. Wanabeba yale mambo imewazoea, yale mambo imewashinda katika maisha yao, wanabeba past katika maisha yao. Hiyo ndio wanasimama nayo hata wakienda mbele za Bwana. Huyu mtu wakati alienda mbele ya Daudi akamwambia, mimi mbwa ambaye umekufa. Alijiona hata hafai kabisa, akajiona yeye ni kama mbwa tu ambaye imekufa. Hata hakujiona akiwa kama mbwa ambayo iko uhai, lakini alijiona anakaa tu mbwa ambayo imekufa. Na watu wengi wanaona maisha yao haifai, haina maana, kwa sababu ya yale mambo wamepitia katika maisha, ya vile past yao ilikuwa, vile alikuwa labda anakunywa, vile alikuwa anafanya mambo, past yake aikiangalia. Akienda kwa Yesu anaona hafai hata kidogo. Lakini mfalme alipomwangalia Mefiboshethi akamwambia, usiogope. Na siku ya leo Yesu anatuambia tusiogope, na Mungu anatuambia tusiogope, kwa sababu hatusimami kwa sababu ya ujasiri wetu, kwa sababu ya mambo mazuri yetu, lakini kwa sababu ya damu ya Kristo. Mungu atatuonyesha ukarimu katika maisha yetu. Biblia inasema akamwambia, nitakurejeshea mashamba ya baba yako. Na sio hivyo tu, akamwambia atakuwa akikula kwenye meza ya mfalme katika maisha yake yote. Bwana Yesu asifiwe. So Biblia inasema hakurejeshewa tu, lakini mtu ambaye hakuwa na miguu, mtu ambaye alikuwa kiwete, kutoka hiyo siku akawa anakula katika meza ya mfalme. Wale walikuwa akina Solomon wakipigiwa saluti katika meza ya mfalme, wakisafiwa na servant katika meza ya mfalme. Hata Mefiboshethi alikuwa anasafiwa, Absalom akiangusha nywele yake akiwa na urembo wake mbele ya mfalme. Hata mtu alikuwa anaitwa Mefiboshethi alikuwa anakaa katika meza ya mfalme, hata yeye akisafiwa. Kile mfalme alikuwa anakula, hata yeye alikuwa anakula kile mfalme anakula. Hakuwekwa kando, hakuwekwa kwa servant quarter, hakuwekewa kanyumba kando, lakini mfalme akasema atakuwa akikaa pamoja na yeye, akikula kile anakula, akienjoy yale maisha mfalme anaenjoy. Na wapendwa, siku ya leo, hiyo ndiyo maisha ambayo Bwana anataka tukayakae. Kwa sababu ya Kristo Yesu tunaweza kula kwa meza moja na Bwana, na Biblia inasema tumekaa pamoja na Kristo katika in heavenly places. Tumekaa pamoja na Kristo. Siku ya leo nataka kukuambia ya kwamba unaweza kaa katika mfalme hata kama uko na udhaifu wako, hata kama uko na udhaifu katika maisha yako. Kuna mambo unaona haufai, ukiangalia kule umetoka, ukiangalia watu wenu, ukiangalia background ya kwenu, ukiangalia masomo yako, ukiangalia
hata vile unakaa, vile unafaa, vile unaongea, unajiona haufai, haustahili hata kukaa kwenye meza pamoja na mfalme. Lakini kwa sababu ya ukarimu wa Bwana, siku ya leo Bwana anatuita tukakae katika meza yake, tukafurahie yale maisha ambayo Bwana anataka, hata kama Biblia inasema ya kwamba akatupatie the abundant life, maisha ambayo ni ya utele. Wapendwa, Mungu ako tayari kuturejeshea chochote tumepoteza katika maisha yetu, chochote hata wazazi wetu walipoteza. Biblia imesema ya kwamba akaambiwa atarejeshewa vitu shabuka yake, zile hata za baba yake, zile hata zake, atarejeshewa hata za babu yake. Na ninatangaza siku ya leo, zile vitu zilikuwa zikuje katika jamii yenu na muka yako hakusifurahia, baba yako hakusifurahia, na wewe haujafurahia, kwa sababu ya agano la damu ya Kristo, Mungu akakurejeshee hizo vitu zote. Mungu akatume hizo vitu zote zikuje katika maisha yako. Wapendwa, siku ya leo tunaweza furahia Bwana tukijua ya kwamba tumekubalika katika wana, tumekubalika kuwa wana wa Mungu kwa sababu ya Yesu Kristo. Daudi akisimama kama Mungu ama kama Yesu ambaye alionyesha ukarimu, sio kwa sababu ya matendo, sio kwa sababu ya uzuri, lakini kwa sababu ya ile agano walikuwa nayo na mtu anaitwa Jonathan. Wapendwa, siku ya leo Mungu ako pamoja nasi, na usijidharau na vile ulivyo, usijiite majina ambayo ni ya kushindwa. Unaweza kuwa uko chini siku ya leo, unaweza kuwa siku ya leo hata uwezi ukasimama, haujui mambo itaka